Kila siku tunasikia habari za ndoa kuvunjika, wanaume kujiua, wengine kupotea nyumbani na kwenda kuanza maisha mapya mbali na familia zao. Wengine wamezama kwenye pombe, dawa za kulevya na mahusiano ya pembeni wakitafuta amani ambayo hawakuipata nyumbani. Lakini je, umewahi kujiuliza ni nini kinawasukuma kufikia hatua hiyo? Je, mwanaume wa leo ana nafasi ya kulia, kueleza maumivu yake na kusikilizwa bila kupezwa? Na je, boy child ameanza kusaulika huku kila mtu akiamini kwamba mwanaume lazima avumilie kila kitu? Leo tunafungua mjadala ambao unaweza usiwafurahishe watu wengi, lakini mjadala unaohitaji kufanyika kwa sababu familia nyingi zinaumia kimya kimya. Karibu sana kwenye Mr. Zack. Na kama wewe ni mgeni kwa channel hii, karibu kwenye familia inayojadili masuala ya jamii, historia, siasa na maisha ya mtazamo wa kina na wa kutenga. Kabla hatujaendelea, usisahau kubonyeza subscribe, kugonga like, kushare video hii na kuandika maoni yako hapo chini. Mimi ni Nyambunde Zack. Leo hatuko hapa kupigana na wanawake wala kupuuza mchango wao katika jamii. Tunakubaliana kwamba wanawake wamepitia changamoto nyingi na wana haki ya kuheshimiwa na kulindwa. Lakini swali letu ni hili: je, nani anamsikiliza mwanaume anayeteseka? Nani anasimama upande wa boy child anayekuwa akifundishwa kwamba kulia ni udhaifu, kuomba msaada ni aibu na kuonesha hisia ni dalili ya kushindwa? Leo tunazungumza ukweli mchungu. Tutaangalia jinsi familia za zamani zilivyotengwa, tutatoa mifano kutoka kwenye Biblia na mwisho tutatafuta suluhisho la kujenga familia zenye upendo na heshima. Je, boy child amefika wapi? Katika miaka ya hivi karibuni, dunia imewekeza nguvu nyingi katika kumuinua mtoto wa kike. Hilo ni jambo jema na limeleta maendeleo makubwa katika elimu, biashara na uongozi. Lakini wakati huo huo, kuna sehemu ambayo imeachwa wazi. Mtoto wa kiume analelewa akiamini kwamba mwanaume wa kweli alalamiki, akiumia avumilie, akipoteza kazi ajipange, akiteseka kwenye ndoa akae kimya, akilia ataonekana dhaifu. Matokeo yake ni wanaume wengi wanaoishi na msongo wa mawazo bila mtu wa kuwasikiliza. Wengine hukimbilia pombe, wengine kujitenga na familia zao, wengine huingia kwenye mahusiano ya pembeni wakitafuta sehemu ya kuthaminiwa, na wengine kwa bahati mbaya hufikia maamuzi mabaya yanayoharibu maisha yao na watu wanaowapenda. Katika jamii nyingi za Kiafrika, familia ilijengwa juu ya wajibu wa kuheshimiana. Baba alikuwa kiongozi wa nyumba, lakini pia alikuwa mlinzi na mtoa mahitaji. Mama alikuwa mlezi mkuu na mshauri wa familia. Watoto walifundishwa kuheshimu wazazi wote wawili. Migogoro ilipotokea, wazee wa ukoo walikaa chini na kutafuta suluhisho kabla mambo haijaharibika sana. Katika baadhi ya jamii, mwanaume au mwanamke aliyekuwa anavunja heshima ya familia aliitwa mbele ya wazee na kushauriwa, na wakati mwingine kupewa adhabu za kijamii kama kuomba radhi, kulipa faini au kurejeshwa kwa familia yake kwa ajili ya usuluhishi. Lengo halikuwa kumwangamiza mtu, bali kuokoa familia. Je, nguvu za mwanamke ndiyo tatizo? Wanawake wengi wa leo wamesoma, wamejiajiri na wamefanikiwa katika taaluma mbalimbali. Hilo sio tatizo. Tatizo linaanza pale ambapo mafanikio yanageuzwa kuwa sababu ya kudharau mwenza. Vivyo hivyo, mwanaume anapotumia nguvu au pesa kumdhalilisha mwanamke, familia pia huharibika. Ndoa si mashindano ya nani ni bora, ni ushirikiano. Kauli kama what a man can do, a woman can do better zinaweza kuhamasisha uwezo wa wanawake, lakini zikitumiwa kudhalilisha wanaume zinaweza kuongeza mgawanyiko badala ya kujenga familia. Je, Biblia inafundisha nini? Biblia haifundishi vita vya kijinsia, inafundisha upendo na kuheshimiana. Mume anapaswa kupenda mke wake, mke anapaswa kumheshimu mwanaume wake. Familia inapaswa kujengwa kwa msamaha,
mawasiliano na uvumilivu. Pale ambapo upendo unapotea, heshima nayo huondoka, na pale heshima inapotea, migogoro huongezeka. Biblia inazungumzia kuheshimiana. Waefeso 5 fungu lake la 33 inasema, mume ampende mke wake na kama nafsi yake, naye mke amheshimu mumewe. Maana yake ni kwamba upendo na heshima vinapaswa kwenda pamoja. Mwanaume hapaswi kutumia mamlaka kuonea. Mwanamke hapaswi kutumia maneno ya vitendo kumdhalilisha mume. Mfano mwingine ni Priskila na Aquila ambao walifanya kazi pamoja na kama timu na kusaidiana katika huduma zao. Biblia inaonyesha ushirikiano si vita vya kichinzia. Kwa nini wanaume wengine ukimbilia pombe au mahusiano ya pembeni? Si kila mwanaume anayefanya hivyo ana matatizo ya kifamilia, na si kila anayeteseka huchagua njia hiyo. Lakini ukweli ni kwamba baadhi yao hutafuta sehemu ya kupata amani, kuthaminiwa au kusikilizwa. Badala ya kupata suluhisho, hujikuta wakiongeza matatizo mengi. Ndiyo maana afya ya akili ya wanaume inapaswa kupewa uzito sawa na wa kila mtu mwingine. Sasa tunashauriwa kufanya nini? Tuwafundishe wavulana kuwa kuomba msaada sio udhaifu. Tuwafundishe wasichana kuwa usawa haumaanishi kumdharau mwanaume. Tuwafundishe wanandoa kuwa mawasiliano na kuheshimiana ndio msingi wa familia, na jamii iache kumcheka mwanaume anayelalamika kuhusu unyanyasaji, bali imsikilize na kumsaidia. Sasa tunapaswa tufanye nini? Tuache kuwafundisha wavulana kwamba kulia ni udhaifu. Tuache kuwafundisha wasichana kwamba usawa ni kumshinda mwanaume. Tuwafundishe watoto wetu heshima. Tuwafundishe wanandoa kuzungumza kabla ya hasira kugeuka chuki. Na jamii ijifunze kwamba mwanaume pia anaweza kuhitaji msaada wa kihisia na kisaikolojia, kwa sababu mwanaume mwenye amani hujenga familia yenye amani. Boy child anahitaji apewe nafasi kwa gharama ya girl child. Girl child anahitaji kuinuliwa kwa gharama ya boy child. Jamii yenye afya ni ile inayowajali wote kwa usawa. Tusitengeneze vita vya jinsia, tujenge familia, tujenge heshima, tujenge kizazi kitakachojua kwamba nguvu ya nyumba haipo kwenye kushindana, bali kwenye kushirikiana. Kama umefika mpaka mwisho wa video hii, andika kwenye comment, familia hujengwa na upendo na heshima. Usisahau kubonyeza subscribe, kugonga like, kushare video hii na marafiki zako ili mjadala huu uwafikie watu wengi zaidi. Mimi ni Nyambunde Zack na hii bado ni Mr. Zack, mahali ambapo tunachambua ukweli, tunajifunza historia na kujenga jamii bora kupitia mazungumzo ya wazi na yenye heshima. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye makala ijayo.